Tumeona jana bi mkubwa amefungua soko Kariakoo, amelifungua upya soko. Na macho yote ya wafanyabiashara yameelekea pale. Hii hatua inaifungua Tanzania kiasi gani kwenda kulifungua tena lile soko? Ni hatua kubwa sana Kikeke, kwa sababu ukiangalia soko la Kariakoo ni mojawapo ya masoko makubwa sana ya aina ile katika Afrika ya Mashariki, Afrika ya Kati, na ni soko ambalo linafanya vizuri ukilinganisha na masoko mengine yote ambayo unayafahamu kwa Afrika. Kwa hiyo kwa hatua ambayo Mheshimiwa Rais alifanya jana ilikuwa inasubiriwa kwa muda mrefu, hasa ukizingatia kuna ile tukio la kuungua kwa lile soko ambalo lilikuwepo, na watu wengi walikuwa wanasubiria kwa sababu ya maboresho ambayo yalikuwa yamefanyika. Kwa hiyo watu wakaona kwamba kuna mazingira ambayo yameboreshwa zaidi ya wao kuweza kufanya biashara. Lakini vile vile ukumbuke kwamba kuna wafanyabiashara wengi ambao walikuwa wanafanya biashara mle ndani, lakini sasa maana ni kwamba wamepata tena nafasi nyingine ya kurejea na kuweza kufanya biashara zao. Kwa hiyo ni hatua kubwa ambayo pia inaendelea kulitangaza soko la Kariakoo, na hasa ukizingatia kwamba soko la Kariakoo ndilo soko ambalo linalitambulisha sana jiji la Dar es Salaam. Kwa sababu tunasema Dar es Salaam ni lango la kibiashara kwa sababu ya soko la Kariakoo pamoja na bandari ya Dar es Salaam. Kwa hiyo hivi vyote ndivyo tunasema kwamba ni alama kubwa kwenye biashara katika jiji la Dar es Salaam. Lakini tukumbuke kwamba soko la Kariakoo ndilo soko ambalo linalisha biashara nyingine mbalimbali nje ya pale Kariakoo, kwa maana ya kwamba maduka mengi yaliyoko Sinza, Mikocheni, wapi, yaliyoko kule Tunduma, yaliyoko mengi yanategemea sana soko la Kariakoo. Na soko la Kariakoo ndilo ambalo limekuwa ni kiunganishi kikubwa cha wafanyabiashara wa ndani na wafanyabiashara wa nje. Kwa hiyo ni soko ambalo lina umuhimu mkubwa. Ukiangalia wafanyabiashara wengi wanaotoka Burundi, wanaotoka Uganda, wanaotoka Rwanda, wengi wanaishiria Kariakoo. Wanakuja mpaka Kariakoo, wanafanya biashara wa Kariakoo, na ndiko ambako pia na sisi tunaweza kupata fedha za kigeni. Lakini kubwa zaidi, soko la Kariakoo lina umuhimu mkubwa sana katika uchumi wa Tanzania na hata katika mapato ya jiji la Dar es Salaam. Angalia kwa mfano, chukulia kwamba bandari iko pale na soko la Kariakoo lingekuwa halipo. Ukiangalia bidhaa nyingi zinazoshushwa kwenye bandari ya Dar es Salaam, nyingi za wafanyabiashara wa Kariakoo. Wafanyabiashara wa Kariakoo unaweza kusema kwamba ni mojawapo ya kundi ambalo linaifanya bandari yetu ya Dar es Salaam kuendelea kufanya kazi usiku na mchana, kutokana na kwamba kuna wafanyabiashara wengi wanaagiza bidhaa mbalimbali na kutoka mataifa mbalimbali duniani, China, Thailand, Marekani na kwingineko, na zote zinafika katika bandari ya Dar es Salaam, na mwisho wa siku zinaelekea maeneo ya soko la Kariakoo na maeneo mengine. Kwa hiyo ni soko ambalo lina umuhimu mkubwa sana, lakini ni soko ambalo linatoa ajira kwa kiwango kikubwa sana. Hauwezi kukompea na soko lingine hapa ambalo linatoa ajira kwa ukubwa kama ilivyo soko la Kariakoo. Ukiangalia kwa takwimu, wanasema wafanyabiashara ambao wamerejistiwa kwa uhakika ni zaidi ya 1500 pale Kariakoo, ambao wako registered, wako BRELA, wako wapi, wako kwenye mifumo ya kikodi ya TRA na wako 1500. Lakini ukienda kwa upande wa machinga pale Kariakoo wako zaidi ya 5000. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni soko ambalo linatoa ajira kubwa kwa Watanzania, kwa sababu huyo mwenye hiyo biashara ana watu zaidi ya 10-20 ambao anafanya nao biashara, au ambao ni wafanyakazi wake kwenye maduka, kwenye magodauni, kote huko, na wote hao anawalipa mshahara. Kwa hiyo hiyo ni ajira, na ndio maana tunaona kwamba serikali inaendelea kuwekeza kwenye sekta binafsi, kwa sababu ndio sekta ambayo inaweza ikatoa ajira kwa wingi zaidi ukilinganisha hata na serikali. Lakini vile vile ukienda kwenye soko la Kariakoo, ndio soko ambalo watu wanaingia kwa wingi ukilinganisha na masoko mengine. Ndio kitu gani kinavutia watu? Kariakoo ni ushindani kwanza wa kibiashara ulioko pale, unawafanya watu kupata bidhaa katika bei ambayo ni rafiki zaidi. Kwa sababu wewe kama unauza madera, sio wewe peke yako, mko zaidi ya 50 mnaouza madera. Na kwenye eneo moja. Yes, na kwenye eneo moja. Wote wanaambia ni mtaa wa Simba. Kwa hiyo wewe za kwako ukiuza 3 kuna mwingine anakuja nazo anashusha container lake anauza 1.5 milioni. Kwa hiyo ni aina hiyo na mmetoa kwenye kiwanda hiki kimoja. Kwa hiyo watu wengi wanakwenda Kariakoo wakijua kwamba
tunaweza kupata bidhaa ambazo ni kwa bei rafiki, ambazo nikipeleka tena kwenye duka langu ninaweza kuuza na nikapata faida. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba watu wengi wanakimbilia sana Kariakoo. Na ukiangalia pia watu wanakwenda Kariakoo pia kwa sababu ya mazingira yako rafiki, kwa sababu ya ule ushindani. Hata mteja anapofika ile customer care ni kubwa kutokana na ushindani uliopo. Kwa hiyo mtu anaona kwamba nikienda Kariakoo ninakuwa kama mfalme, ninakuwa kama malkia fulani ambaye ninapokelewa, ninapewa treatment zote na vitu vingine kama hivyo. Lakini pia umakini wa wafanyabiashara wa Kariakoo wako sharp sana. Wafanyabiashara wa Kariakoo ni tofauti na wafanyabiashara wa Mikocheni au Sinza. Wafanyabiashara wa Kariakoo ni wako sharp kweli kweli. Hawezi kukuambia kwamba hiki sina. Kwa hiyo yani ukimwambia unataka hiki, yani utasikia tu Juma nenda store. Yani wako kwa hiyo mtu ana uhakika wa kufika Kariakoo na kupata kile anachokihitaji kwa muda sahihi na muda rafiki na kwa bei rafiki. Kwa hiyo ndio maana unaona kwamba watu wengi wanakimbilia sana kule Kariakoo. Kuna namna moja ambayo natamani kusikia kutoka kwako uchambuzi zaidi kwamba baadhi ya mataifa yamekuwa na masoko maalum. Ukisema kwamba vifaa vya umeme masoko maalum, unakwenda mtaa fulani. Ukisema nguo unakwenda mtaa fulani. Ukisema kadhaa mtaa fulani. Kuna haja hiyo Tanzania, kwa sababu ukisema Kariakoo ni mchafukoge, kwa maana mchafukoge mchanganyiko. Kuna haja hiyo sasa kuwa katika hali hiyo nje ya Kariakoo na sehemu zingine. Unajua kwa pale Kariakoo kupangilia kama hivyo unavyosema inakuwa kidogo ni ngumu, lakini angalau Kariakoo wamejitahidi kitu kimoja. Kuna mitaa ukiingia unajua kabisa kwamba umeingia mtaa kwa ajili ya vifaa vya ujenzi. Kuna mtaa ukiingia unaona kabisa kwamba unaingia mtaa ambao ndiko kwenye mafamasi makubwa ya madawa na vitu vingine kama hivyo. Kuna mitaa ukiingia unajua kwamba hii ni mitaa ya simu. Lakini kuna ile mitaa ambayo ina vurugu zake. Sasa ile nayo ina faida zake, lakini vile vile ni kutokana pia kwamba soko la Kariakoo na lenyewe sio kubwa sana, kwa maana ya kwamba ukisema upangilie vile inakuwa ni kama vile majengo kama yanamilikiwa na serikali na vitu vingine, lakini kwa pale ni private sector zaidi imeingia. Kwa hiyo mtu hawezi ukamwambia kwamba unataka kuweka duka lako la simu hapa mwenye jengo lake ambaye ameinvest kwenye real estate akukatalie. Lakini ingelikuwa kwamba ni majengo ambayo yamejengwa na serikali, ingelikuwa ni rahisi kwa serikali kuweza kusema kwamba hapa watakaa hawa watakaa hapa, kwa style hiyo ingewezekana. Lakini kwa sababu ile imekuwa kwenye private sector kwa asilimia kubwa, inakuwa ni ngumu sana kuweza kuweka huo mchakato. Ni tofauti na unavyoenda kwa mfano yale masoko kama Onitsha kule Nigeria. Wao ukienda kule unakuta kwamba ni vifaa kwa mfano vya electronics sijui na nini, na ndio kinachotokea kwamba sasa Kariakoo inawazidi. Lakini pia ukumbuke unapokuwa na masoko ambayo yanakuwa na aina moja ya bidhaa. Unajua kwa mfano unazungumzia kwa mfano China inakuwa rahisi kwa sababu yale yamejengwa na serikali. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi kwa serikali kuweka utaratibu ambao wanautaka wao. Lakini ikiwa kwamba ni private sector na ni private sector wamefanya huo uwekezaji na pengine hawakupata maelekezo kuanzia wanapofanya ule uwekezaji, inakuwa ni ngumu sana kuweza kucontrol. Story ya mjasiriamali Rocky mpenda pesa inakuaje? Maana na mchakato huu wa kuelekea Kariakoo kwa mjasiriamali kwenda kuulizia frame. Nikakutana na frame ya laki tano Kilemba milioni 15. Milioni 15. Una ham, lakini sasa kuna suluhu. Sinaomba kama maagizo yote. Maagizo vipi wasimamizi hapo na watu wanaweza kutekeleza? Share account. Yani ndio nikachezea hela za benki ya Upendo hivyo. Huko ni kuchezea hela kweli mimi. Nikamlipe dalali milioni 15 kwa pahala pa milioni 8. Pahala ambapo patakuletea milioni 40. Hapana, biashara za hivyo. Ndio biashara inavyofanya kazi. Si unavuta mkeka inalipa ilipi. Amiri jeshi mmoja hataki mambo. Muulize Walter Nguma hapa. Upati pesa bila kuweka pesa. Walter, sema nisaidie Walter. Nimekwenda kuulizia unaweza kupata pesa bila kuweka pesa. Nimeelezea Walter kisa hiki. Nimekwenda kuulizia frame Kariakoo. Juzi siku moja kabla amiri mkuu wa jeshi hajapita. Nikaulizia frame bei ilikuwa rafiki kabisa kulingana. Si unajua kuna vizimba, kuna sijui vidogodogo, vigoli, kuna frame nusu, kuna frame kubwa, kuna frame mbili. Nilitaka kawaida tu ilikuwa laki tano tena jengo jipya. Nikauliza utaratibu ukoje? Pengine labda sasa nipewe account nilipie. Nikamwambia sasa hapa utaratibu kwanza inabidi uongee na aliyeshikilia jengo kwa sababu kuna kitu kinaitwa Kilemba.
Nikamwambia hicho kilemba sasa ni nini? Naambiwa hiyo ni gharama unalipia kupata nafasi ya wewe kuwa na frame, haihusiani na kodi. Kwa hiyo ni kama tunakuuzia hiyo frame ila yani unaimiliki. Hautaimiliki hivyo unavyofikiria, ila ni utakuwa umeimiliki. Na wewe kama siku utahama unaweza ukafanya mchezo huo huo. Ukamwambia mtu ili nikupishe nikuachie na mimi nipe milioni 15. Alafu utaendelea kumlipa mwenye nyumba kodi yake. Umeona mchezo? Si akimbia. Lakini sasa hapo Walter tukiangalia kilemba hicho si ni sehemu ya capital. Kilemba ni kikubwa mno. Si ni msingi huo. Lakini sasa hata kama uliambiwa milioni 15 uliongea naye mpaka mwisho. Tena hapo tena hiyo milioni 15 kwa sababu ongea naye mpaka mwisho. Hapo 2000 uongo. Hicho kilemba ni kidogo kwa sababu frame haikuwa kubwa. Kwa hiyo jiulize mwenye kodi ya milioni maana yake frame yake ni kubwa zaidi. Ruki, wewe unataka kilemba, unataka mimi sitaki kilemba, nataka nimlipe mwenye nyumba tumalizane. Ndio maana nakwambia kuna benki imekuja inakusaidia, unaenda. Kuna kuchezea hela hapo, nakaa upande wa benki. Ngoja maliza. Naenda benki, sema nimepata frame ina kilemba, tunafanyaje? Si ndio wako pale kwa ajili ya kushauri? Matumizi mabaya ya Absa. Wewe ndio umeamua. Matumizi mabaya ya Absa. Benki Nyekundu iko kwa ajili yako kukushauri. Yenyewe ikikwambia bana wachana na kilemba, nenda zako Masaki kafungue duka. Unaondoka zako. Si ndio ushauri unaotaka? Lakini matumizi mabaya ya benki ni hayo, kwenda kuyaambia eti kuna kilemba. Benki wanajua vilemba. Wanajua. Sasa wewe ndio Absa. Ukitaka zile nyumba kwa mfano za serikali. Zile kwa mfano upanga huko wapi? Yaani bila kilemba upati. Lakini serikali inajua hilo. Ewe serikali, vitu vingine viko nje ya mfumo. Ewe serikali, unajua kwamba eneo la biashara lazima ufanywe biashara. Unajua ukishaanza kwenda ukienda serikalini, sawa, ukasema bana kuna kilemba, utakuja utaambiwa bana frame haipo. Mimi nasemea hapa. Ewe serikali, je, wajua kwamba kuna vilemba hadi kwenye mali zako? Lakini hilo litakufanya ujikute baadaye tija inachukua muda sana. Unachotakiwa ni kufanya, kwa sababu kuna namna so shortcut. Kwa nini mna promote rushwa? Hapana. Promote rushwa. Hizo ni mungula hizo. Hapana. Ile sio rushwa kwa sababu hata wenyewe hawakulazimishi. Ulivyoondoka hata wakupigii simu. Hizo ni mungula hizo. Ukitaka haki kwa 100%. Tatizo la biashara. Mimi nimeshawahi kuonyeshwa nyumba ya National Housing iko nzuri kabisa. Bei yake kwa mwezi ilikuwa kama 200,000. Ka flat kadogo. Kilemba sasa 15. Kama unaondoka kama vile itakuja document. Mimi ambaye 22 unaona? Yako ilikuwa bedroom 2 basi. Yes. Hata mimi nishafuatilia ndio. Unaona sasa kilemba kile ukienda National Housing watakwambia hakuna kitu kama hicho. Ukirudi ukasema wanakwambia basi hii nyumba nani? Mimi niliambiwa ingia kwenye listi. Mimi la kusubiri. Na sio tu hivyo, ukienda yule anayekwambia alipa kilemba, wao ukiwauliza kwamba ulitaka kuchukua hii mbona na amelipia kabisa. Mimi namba milioni 9 ni kushushua 7. Yaani amna 7 ni familia inaondoka, inataka ikuachie. Successor. Ikuachie kwenye serikali kwa kuwa ni watumishi iliwapatia nyumba. Sasa mmejenga ya kwenu, hamtaki kuacha ile eneo. Mnataka mlipwe. Unajua hii kitu inanikumbusha ukiwa una gari yako unataka kuweka mfumo wa gesi. Kuna ile magari kikeke unaambiwa 1.5 milioni, mengine 2 milioni, nyewe ni makubwa unaambiwa kama 2.5 milioni kuweka mtungi. Kwa ile gharama inakuwa ni kubwa, lakini wanakuambia piga hesabu gesi namna gani itaokoa gharama zako. Kwa hiyo kilemba jamani kisituumize. Kilemba kinaumiza. Ingiza 15 unapata 40 ama 50. Kinaumiza. Ukiweka kilemba chako leo cha 15 baada ya mwaka mmoja kile kilemba kimeshafika 20. Salim, vitu viendane. Wewe huwezi chukua hela nyingi kuliko mwenye nyumba bwana. Tunahitimisha suluhu ya kukabili kilemba kwa sababu huwa hakiepukiki kwa maisha ya leo ni Absa. Absa watakufanya uwe ukabili kilemba. Bulldozer lipo. Siwape Absa Bulldozer lipo. Absa watakushauri achana na kilemba au nenda na kilemba. Mimi naomba tu nielekeze wanawake wenzangu pahala pa kupata mitaji. Hivyo vilemba mtajua navyo wenyewe. Ni hivi, hiyo idea yako ya biashara, hilo wazo lako
ni zuri sana, usilipuuzie. Pengine la kipekee linaweza likakutoa kimasomaso. Tafuta tawi la benki ya Absa popote pale ulipo karibu yako, naenda kazungumze. Wameungana na Asa Microfinance, lakini pia wana kitu kinaitwa She Business Account. Hiyo account itakusaidia wewe, itakukopesha, lakini hiyo account itakusaidia monitoring ya fedha zako na mapato yako, lakini kikubwa zaidi utapatiwa ushauri wa kibiashara. Tunafungua sana biashara zinafeli kwa sababu hatuna elimu ya biashara, hatuna elimu ya fedha, hatujafundishwa nidhamu ya fedha, hatujui hata kuandika kwamba mauzo, sijui, yani hatujui zile process ya biashara. Tunatamani tu kufanya biashara fulani, lakini njia huijui. Kwa hiyo twende pale, mbali na kupewa pesa au kuwezeshwa kufanya ile biashara, tukafanye biashara. Na maana hawa ni sawa, unakwenda kufanya biashara, watu ambao watakusaidia, kukufuatilia, kukufundisha, kukuthamini, kukuelekeza. Huku damu haikaushi jamani, naomba nirudie. Absa damu haikaushi. Benki yenyewe mnaiona rangi yake nyekundu, manake damu tele. Huku utanenepa, yani utanawili mpaka baba mtu atakuuliza vipi. Ndio basi tena kausha damu. Ukizungumzia Absa, ukikaa na daftari lako unatabasamu. Nimemkopesha mama Mwajuma, kanilipa mama Sada, una enjoy. Mama si wajibu kapata jibu. Ripoti ipo, unafundishwa maelekezo. Ukienda Absa waulizie basi Kilemba tunafanyaje? Maana anaweza kawa anajibu. Waka majibu ya Vilemba. Naona kama microphone ya Kikeke na karangi ka Absa, sijaelewa vizuri. Na sote si tuko sehemu hiyo. Yeye ni tamalaki zaidi. Niambia Ruki, sasa wewe si She. Nenda basi. She Business Mimi Account. manager. Atakuwa manager ni kile Kilemba cha 15 tuchukue. Alafu tunaenda tunafanya bargain pale Kariakoo. Labda tukafanya bargain. Ila 15 inauma. Ruki 15 inakuhusu. Udalali gani huo bwana? Udalali gani huo? Hata dalali wa nyumba anachukua ila mwezi mmoja. Kwa kama nyumba ni milioni 3 kwa mwaka, unampatia dalali kwa miezi 6, unampatia dalali 500, ndio? Hii imeshakuwa mazoea. Sasa tunaondokaje kwa mfano? Mimi sipingi udalali. Rama, sipingi kiwango kisiwe kikubwa. Wewe unachukuaje pesa kuliko mwenye jengo bwana? Wewe tamaa gani hizo? Weka bei elekezi kwamba sisi utatupatia pesa ya mwezi mmoja, miezi miwili. Huo ndio udalali. Na lawama ziende kwa nani? Basi kwa Wanyimani. Lawama ziende kwa Wanyimani kwa kukumbatia. Kwa sababu kuna watu wana misimamo Kariakoo. Unasikia ile jengo la mzee Swina nani Mzomali yule Muislamu sana hataki. Jengo la Swina alikuwa mchungaji hataki. Limeisha. Haya, nimepata ujumbe sasa hivi kuhusiana na vilemba vya Kariakoo. Jengo jipya lililozinduliwa halina vilemba. Halina vilemba. Haleluya. Na ili kuthibitisha hilo, anakuja sasa hivi mkurugenzi wa soko la Kariakoo. Tunaomba aje hapa. Na swali la kwanza kati anakuja ajiandae kunijibu ni kwamba wale waliokuwa wakilitumia hilo soko kabla halijaungua moto, wana uhakika wa kurejeshewa maeneo yao? Na je, kwa kuwa soko limetanuliwa na kuongezwa, unamuuliza ajibu au unamsubiri? Ngoja aje jamani, ngojeni aje. Amesema mimi kitu ambacho nimepigiwa simu na profesa mmoja ameniambia, jamani, mnachokizungumza hakina uhalisia kwa sababu jengo lililozinduliwa jana na bi mkubwa halina kilemba. Sisi hatujasemea kilemba jengo mpya, tumesemea Kariakoo. Hofu yetu kwamba ikawa funika kombe mwanaharamu apite. Rais kuzungumza si kweli. Wengine wanaweza kawa wamefumbata kwao katika nafsi. Funika kombe mwanaharamu apite kwa maana yake sasa ukienda sasa hivi ukapewa kilemba unapiga simu hapo. Sasa simu kubwa unamwambia bi mkubwa nawekewa kilemba hapa mimi. Mtupatie namba hiyo kama utaratibu huko tunasubiri. Salim, wakati nafanya kipindi cha 40 Channel 10 nikifanya kero za wananchi, soko la Mwenge ndio limemaliza kujengwa, kuna jengo kubwa pale. Nilipata simu nyingi za wafanyabiashara dogo wakisema, dada tusaidie hili jengo lote, kuna mtu kashalichukua. Kwa mimi wakati tunaendelea anapanga yeye sasa bei. Kwa hiyo changamoto ipo sio tu Kariakoo, maeneo mengi. Kwa hiyo kama serikali imeamua kuondosha vilemba kwenye mali zake, unajua ikafanye kweli kweli na awepo mtu pale. Sawa, unachosema tukija kwa mchambuzi, kwa sababu Kariakoo ndio imekuwa kitovu, tuna namna gani nyingine ya kuifanya Kariakoo nyingine? Yani kwa sababu tumeona umezungumza Mwenge, tunatambua kuna maeneo kama Ubungo, tunatambua rais amezungumza juu ya Jangwani.
kuna namna gani nyingine ya kuifanya Kariakoo nyingine nje ya Kariakoo tulionayo? Mimi natamani sana kumsikia mchambuzi, kwa sababu isije tu watu wakaona kwamba sehemu ambayo watu wengi ni Kariakoo. Hivi hakuna namna nyingine ya kuifanya Kariakoo nyingine si Kariakoo bali ifanane na Kariakoo kwa ukubwa ule? Kwa sababu masoko yapo, Tandika soko kubwa, Ilala soko kubwa, Karume soko kubwa. Yaani hatuna namna. Kuna namna gani ambayo mchambuzi anaweza akatusaidia? Kwa kweli ninachoweza kusema ni kwamba kufanya Kariakoo nyingine itatuchukua muda mrefu. Yaani kutokana na namna ambavyo unajua kuna waliwahi kuimba hata wasanii, mazoea yana taabu mazoea yana taabu. Watu wameizoea Kariakoo kuliko vile ambavyo unaweza kusema, kwa sababu hata ya masoko mengine Tandika wapi wanayaona kama vile bado wanaenda kuchukua Kariakoo. Yaani hawaamini kwamba kuna mtu kutoka Tandika anaenda China. Yaani wanachoamini kwamba anayeenda China ni kutoka Kariakoo. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana. Hata kuna mfanyabiashara mmoja alikuwa yuko Mbeya, alifika China akapiga akajirekodi, akasema hata sisi Mbeya sasa hivi tunaenda China. Akasema watu wakakomenda, wakasema yaani China umeenda siku moja unapiga kelele. Yaani hawaamini kwamba anaweza kutoka Mbeya mtu akaenda China kuchukua bidhaa na akaleta kwa ajili ya watu wa Mbeya. Kwa hiyo wanaona kama vile ameenda kujipromote tu China siku moja, lakini atarudi kununua bidhaa zake wapi? Kariakoo. Kwa hiyo kuna hayo mazoea. Alafu pia Kariakoo ina vibe lake. Yaani kuna namna ambavyo kupata lile vibe la Kariakoo kwenye maeneo mengine itachukua muda mrefu sana. Yaani namna ambavyo, yaani hata leo angalia masoko yote ambayo tulionayo Kigamboni wapi, huwezi kukuta sehemu ambayo unaambiwa kwamba kuna winga zaidi ya Kariakoo. Kidogo niko kati hapo. Kuna namna yote kuwatumia watu wa Kariakoo kwenye masoko mengine, japo kufanya minada kwa kutangaza kwamba bidhaa zile zinazopatikana Kariakoo zinapatikana Ilala kwa kiwango fulani. Zile Mwenge. Hapo nikwambie, wafanyabiashara wa Kariakoo asilimia kubwa ndo wenye frame kwenye masoko mengine. Yaani ukikutana na supplier mkubwa pale Tandika au wapi, kaulize ana frame yake Kariakoo. Yuko Kariakoo. Yes. Na ndio maana unakuta kwamba hata mtu mwingine anakuambia kwamba niende labda kwenye supermarket fulani kubwa ambao unaiamini wewe. Ukienda kuchunguza vizuri zaidi, hilo duka ni la mfanyabiashara wa Kariakoo. Yaani kwa hiyo mfanyabiashara wa Kariakoo, yani biashara pale Kariakoo anafanya kwa ajili ya watu wa mikoani, watu wengine wanaokuja pale, lakini ndani ya hili jiji na yeye pia ana ofisi zake. Utaambiwa leo haji hapa Kariakoo, leo yuko Mlimani City, leo sijui yuko Tegeta, leo yuko, yani kwa hiyo mfanyabiashara wa Kariakoo wamefungua maframe maeneo mbalimbali. Unaweza kutoka kuna mtu yuko pale Kariakoo ana maduka zaidi ya 20 kwenye jiji la Dar es Salaam. Mtu mmoja. Kitu ambacho Rama unakitafuta hukipati ni hivi. Kariakoo ndio maana inaitwa soko la kimataifa. Kuna versatile, yani kuna watu tofauti. Lakini mimi na wewe leo tukienda Tandika, wafanyabiashara watandika asilimia kubwa watu watandika Wapemba. Kwa hiyo uta experience kujivuta, kuvivu. Ukienda Mbagala utakutana Wazaramo, maneno mengi, biashara kidogo. Ukija si soko la Tegeta utakutana na watu. Yaani Kariakoo ni pahala pa kila mtu, ndio maana kuna kila aina ya mtu, kila aina biashara kutoka mataifa mbalimbali. Ndio tunasema kwamba vibe la Kariakoo huwezi kulipata sehemu nyingine, kwa sababu unaweza kwenda kwa mfano maduka ya Sinza siku ya Ijumaa, unakuta duka limefungwa. Ameenda wapi? Ameenda msikitini. Ukienda Jumapili amefunga, leo ni siku yake ya kusali, amefunga. Lakini Kariakoo huwezi kuta. Lakini utaambiwa kwamba unamtafuta nani? Kaenda msikitini anarudi, lakini tunaweza kukuhudumia. Yaani hawana ile ya kwamba eti tuna kitu fulani kinasimama kwa sababu ya mtu fulani. Yaani biashara lazima iendelee. Na unakuta Kariakoo nenda pale kwa Mkinga. Au jina lako la mwisho nenda unaenda kwa Madongo pale. Yaani wana ile kujuana kwa style hiyo. Nenda kwa Mchina pale. Nenda kwa yule Muhehe pale anacho.
kufunguliwa kwa soko hili baada ya ukarabati huenda kukafanya watu wengine wapya zaidi na umati wa watu zaidi ukawa unazidi kwenda pale kwa ajili ya biashara. Na tamko la Mheshimiwa Rais kwako, tathmini yako ni nini? Inawezekana barabara kuwa wazi, mkoa na akisikika pia akisema yani barabara kuwa wazi, au kuna namna nyingine yote ambayo unaiwaza wewe? Mitaa ya ndani ya Kariakoo. Mitaa ile kwamba gari sasa zikapitika na watu wanaopanga biashara chini wasiwepo. Nini tathmini yako na unavyoona kinachowezekana nje ya kauli ya Mheshimiwa Rais mkuu wa mkoa? Inawezekana katika kama yakisimamiwa, kwa sababu kinachotokea kwamba mambo yasiende inavyotakiwa ni pale pa usimamizi unapokuwa ni mbovu. Unajua kuna ile kwamba hapa mwanzoni wanakuwa serious, lakini baadaye wanaachilia. Yani na nikwambie kwamba kuna shida moja kule Kariakoo, kwamba inaweza katokea kwamba sasa hivi wanafuata hiyo kauli, wanasimamia kama tulivyokuwa tunaona kwamba watu wanafukuzwa maeneo ya barabarani, lakini baada ya muda fulani wanarejea tena. Kwa hiyo ni kama tumeamua kuona kwamba barabara ziwe wazi, watu wasifanyie biashara mabarabarani, wahakikishe kwamba wanalisimamia hilo throughout. Inawezekana pasipo shuruti hiyo. Inaweza bila unajua issue ni kuwatengenezea tabia kwanza. Ikishatokea kwamba wamezoea kwamba biashara hazifanyiki hapa, watakaa hivyo. Kwenye soko shuruti lazima iwe mwanzo. Shuruti lazima iwe mwanzo. Kwa sababu hata hao ambao walikuwa kule nje ya soko sasa hivi wanaambiwa waingie kule ndani, bado watalalamika. Wanasema watu hawaingii. Kwenye soko jipya la Mwenge, lile ambalo linapakana na kiwanja cha watu wapo nje. No, hakuna watu mule ndani. Achana na huku tuliko kuzoea. Huku sio sokoni. Nazungumzia lile stand mpya ilojengwa ile. Kule ya ghorofa ndani hakuna mtu anamwaga vitu nje. Yes, hakuna. Shurti iliwekwa na wameitii. Ole wako. Ni nje tu. Ni nje na huku kutokea kwenye kona huku barabarani. Kwa hiyo mimi naamini kila kitu watu serikali ikisema sasa ni sisi na nyie, la sivyo mtafuata utaratibu, utafuatwa. Mimi ambacho naweza akasema ni kwamba kama tunahitaji kuona kwa mfano hao wanaoweka bidhaa chini wanasaidiwa, ni kuhakikisha kwamba tunawekea miundombinu ambayo ni rafiki. Yes. Tuzungumze kwa mfano pale Mwenge. Mwenge pale sasa hivi ni vurugu. Nyakati za usiku jioni. Kwa mfano usiku ni mapema sana kuanzia mchana. Yes, bidhaa ziko chini, barabara magari huwezi kupita katika barabara ya gari. Lakini ni kwa sababu gani pia hatukuweka miundombinu rafiki pale Mwenge? Tumeshaona kwamba wafanyabiashara wanataka kufanya biashara pale Mwenge. Lakini kwa mfano tulijenga ile stand pale. Nzuri sana. Lakini unajua kwamba ile stand, mimi mara zote ninasema kuna makosa tuliyoyafanya. Kwa maana ya kwamba lile soko, imagine ile stand ingekuwa juu, alafu chini tukawa na soko la wale matching. Maana yake kwamba wale wote waliko kule nje wangeingia underground pale. Kwa hiyo kuna sehemu tumeiacha, yani unajua yani hii chanza, yani kuna chini na kuna juu. Lazima uhakikishe kwamba kote unafanya nini? Unatumia. Leo hii tungekuwa labda watu wanashuka kwenye kile kituo, kuna barabara zinazowaelekeza kushuka kule chini, wanaenda kama Shimoni Kariakoo. Yes, au kama soko la Kisutu. Yani ina maana kwamba pale juu pangekuwa kwamba hakuna msongamano wa watu kabisa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.